Je, umewahi kujiuliza kwa nini bado hujafanikisha ndoto zako licha ya jitihada zako zote? Wakati mwingine si kwa sababu huna akili au hujajitahidi vya kutosha, bali kwa sababu kuna vizuizi fulani vinavyokuzuia. Na leo nitakueleza sababu 5 kuu zinazowazuia watu wengi, na huenda moja au zaidi zinakuzuia wewe sasa hivi. Ukweli ni kwamba dunia hii haina uhaba wa watu wenye ndoto kubwa. Lakini tatizo ni kwamba ndoto pekee hazitoshi. Watu wengi hubaki pale walipo kwa miaka mingi, huku wakiona wengine wakipiga hatua. Na mara nyingi si kwa sababu ya bahati mbaya, ni kwa sababu kuna makosa fulani wanayoyarudia kila siku bila kujua. Sasa hebu tuziangalie sababu kwa kina. Sababu ya kwanza ni hii: kutokuwa na malengo yaliyobainishwa. Sababu ya kwanza ni kwamba huna malengo yaliyobainishwa. Ni kama kuendesha gari bila kujua unakoenda. Unaweza kuzunguka masaa yote, lakini hutafika popote. Kwa mfano, utafiti uliofanywa na Harvard Business School ulionyesha kuwa wanafunzi waliogawanya malengo yao kwa maandishi walikuwa na uwezekano wa kuyafanikisha mara 10 zaidi kuliko wale ambao hawakuyabainisha kabisa. Sasa ili uweze kufanikiwa, ushauri wangu ni huu: andika malengo yako kwa ufasaha na yawe maalum, yanayopimika na yenye muda wa utekelezaji. Sababu ya pili ni hii: kukosa nidhamu binafsi. Nidhamu ndiyo daraja kati ya malengo yako na matokeo unayoyataka. Wengi wanahamasika mwanzoni, lakini baada ya wiki chache motivation inatoweka, na hapo ndipo nidhamu inapaswa kuchukua nafasi yake. Kwa mfano, wachezaji bora duniani hawategemei kuwa na mood ya mazoezi ndio wafanye mazoezi. Wanafanya bila kujali hisia zao. Na hii ndio siri ya consistency, yaani kufanya kitu kwa mwendelezo hata kama hujisikii unafanya tu. Kwa hiyo ushauri wangu ni huu: baada ya kuwa umeweka malengo yako, jijenge nidhamu ya utekelezaji. Tekeleza malengo yako hatua kwa hatua, hata kama hujisikii, hata kama unahisi umechoka. Tekeleza malengo yako, na hiyo ndiyo siri ya mafanikio yako. Sababu ya tatu ni hii: kuwa karibu na watu wanaokuvuta chini. Kuna msemo unaosema kuwa nionyeshe marafiki zako 5 wa karibu na mimi nitakuambia hatima yako. Ikiwa marafiki zako hawana ndoto, hawakupi changamoto na wanakukatisha tamaa, basi uwezekano ni mkubwa kuwa utaendelea kubaki pale pale ulipo. Sasa suluhisho ni nini? Suluhisho ni kwamba tafuta seko ya watu wanaokutia moyo na kukusukuma kufanikisha ndoto zako. Sababu ya 4 ni hii: kuwaza hasara zaidi ya fursa. Watu wengi wanaogopa kuchukua hatua kwa sababu wanafikiri tu juu ya kile kitakachoharibika. Ukweli ni kuwa hatua yote kubwa maishani huja na hatari, lakini pia huja na fursa. Sababu ya 5 ni hii: kukosa kujifunza kila siku. Rafiki yangu, dunia inabadilika haraka sana. Teknolojia, mbinu za biashara na hata jinsi tunavyowasiliana. Kama wewe hujijengi kwa maarifa mapya, utabaki nyuma. Kwa mfano, watu waliokataa kujifunza jinsi ya kutumia kompyuta miaka ya 90 wamepoteza fursa nyingi sana leo. Sasa suluhisho ni hili: jenga tabia ya kusoma, kutazama video za kielimu na kuhudhuria mafunzo. Sasa napokuwa nikaribia mwisho wa somo hili, naomba nikukumbushe kila ambacho tumejifunza katika somo hili. Sababu 5 kuu zinazowazuia wengi kufanikisha ndoto zao. Sababu ya kwanza ni kutokuwa na malengo yaliyobainishwa. Sababu ya pili, kutokuwa na nidhamu binafsi.
Sababu ya tatu ni kuambatana marafiki wasio sahihi. Sababu ya nne ni kuwaza hasara zaidi kuliko fursa. Na sababu ya tano na ya mwisho ni kukosa kujifunza kwa uendelevu. Kumbuka ya kuwa kufanikisha ndoto zako si jambo la siku moja. Ni matokeo ya hatua ndogo unazochukua kila siku. Sasa nataka ujibu swali hili. Ni sababu ipi kati ya hizi 5 unahisi imekuzuia zaidi kufanikisha ndoto zako? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.